Mathayo mtakatifu sura 28 mstari wa 11 hadi wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hilo likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutaondolea wasiwasi. Basi wakazitwaa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Imani na iwe kwenu, na rehema zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Katika kundi la Wakristo wote ulimwenguni, kama mtu anampenda Mungu, basi ni lazima ajue mpinga Kristo ni nani. Ni lazima ajue elimu hii kwamba mpinga Kristo ni mtu wa namna gani. Kama Mkristo anaishi alafu hamjui mpinga Kristo ni mtu wa namna gani, hii ni hatari kwake pia, kwa sababu hatajua ni yupi anayempeleka kuzimu na ni yupi anayempeleka katika neno la Mungu. Kwa hiyo kama unamjua kondoo, mwana kondoo, lazima umjue na mbwa mwitu yukoje. Kwa Mkristo ni lazima ajue haya mambo, kwamba kama unamjua mwana kondoo alivyo na sauti yake, basi lazima umjue na mbwa mwitu alivyo na sauti yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo anasema kwamba mbwa mwitu amevaa ngozi ya kondoo, amejificha ndani ya Wakristo, akijifanya na yeye ni mwanakondoo, akijifanya na yeye ni Mkristo, akijifanya na yeye ametumwa na Yesu Kristo. Anajiita mchungaji, anajiita nabii, mtume, anajiita askofu, mwalimu, kiongozi, mwinjilisti, na yeye yuko ndani ya Wakristo, na yeye anajifanya Mkristo, na yeye anajifanya mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa kila Mkristo anatakiwa kujua mpinga Kristo ni mtu wa namna gani na mafundisho yake ni namna gani. Lazima ajue, kwa sababu mpinga Kristo kuwepo ndani ya Wakristo, hii inamaanisha kwamba anachohubiri hahubiri injili ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye anapinga injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo anachokihubiri ndani ya Wakristo, anahubiri maneno yake, sumu ya kuzimu, ili kuchafua injili na kuwaleta watu wengi katika moto wa milele. Hii ndio kazi ya mpinga Kristo, na hii ndiyo furaha ya shetani ibilisi. Kwa lazima ujue, mtu kama anampenda Yesu Kristo lazima awe makini. Unaweza ukajikuta ukaabudu, ukasali kwenye makanisa ambayo ni makanisa ya mashetani ya mpinga Kristo, na wewe ukasema unamwabudu Yesu Kristo, usijue unasali kwenye makanisa ya mpinga Kristo. Hivi watu wote lazima wajue. Katika Injili neno la Mungu linasema hivi: nyakati za mwisho kutakuwako na nyakati hatari sana. Anasema Mtume Paulo kwamba kutakuwako na nyakati hatari, tena hatari kweli kweli. Watu wengi watajitenga na imani. Watu wengi watakuwa adui wa imani, wataipinga imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Watu wengi watakataa. Wakina nani hao? Kuanzia na wachungaji wenyewe, kwa sababu watumishi humo, kutakuwa na watumishi wa uongo, kutakuwepo na wachungaji wa uongo, manabii wa uongo, mitume wa uongo, watakaofanya kazi ya kuwaondoa watu kwenye imani ya Yesu Kristo na kuwapeleka kwenye imani ya mashetani. Mtume Paulo anasema kutakuwa na nyakati hatari, watu watajitenga na Kristo, watajitenga na imani,
watasikiliza roho zidanganyazo, watasikiliza mafundisho ya uongo yaliyoitwa injili ya Yesu Kristo, lakini ni mafundisho ya uongo kutoka kuzimu. Watasikiliza mafundisho ya mashetani. Biblia inasema mafundisho ya mashetani kuchafua injili ya Yesu Kristo na kuwatoa watu wengi kwa Yesu Kristo kuamini mafundisho ya mashetani, lengo kuwavuta wengi waende kuzimu, walisi mauti ya milele. Anasema hivi katika Timotheo, watu wanatakiwa kuwa makini. Wako wengi adui wa imani, wako wengi watumishi na makanisa ni adui wa damu ya Yesu Kristo, ni adui wakubwa. Kwa hiyo mtu akiuliza mpinga Kristo ni mtu wa namna gani, lazima ajue moja kwa moja bila kupinga kwamba mpinga Kristo yuko ulimwenguni na yeye anajifanya Mkristo na yeye anajifanya ni kanisa la Kristo, lakini mahubiri yake ni fedha. Mpinga Kristo, mahubiri ya mpinga Kristo ni fedha na mali, majumba na magari. Hii ndiyo injili ya mpinga Kristo. Yaani usifanye hata ugumu kumjua, labda ni mtu wa namna gani. Ni rahisi sana kumjua. Mpinga Kristo ni kila mtumishi anayehubiri fedha na mali madhabahuni, kanisani, majumba na magari. Huyo ndio mpinga Kristo. Ajue hilo, kwa sababu Mtume Paulo katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10 amesema, shina moja la mabaya yote ni mtu kutamani pesa, kutamani fedha, na wengine wameitamani hiyo, wamefarakana na imani, wamekuwa adui wa imani, wameiacha imani, wameacha upendo. Sasa kwa sababu wametamani fedha, mahubiri yao ni fedha, fedha na mali, majumba na magari. Mtume Paulo anaonyesha kwamba fedha ndiyo mafundisho ya mashetani, ndiyo mafundisho ya roho zidanganyazo, ndiyo mafundisho ya nabii wa uongo, mtume wa uongo, mitume wa uongo, wachungaji wa uongo. Fedha. Ni rahisi sana kwa Wakristo kumtambua nani mpinga Kristo. Ni rahisi sana. Kwa hiyo lazima tuseme ukweli kwamba mtu yeyote ukimwona anahubiri fedha na mali makanisani, ujue huyu ndiye mpinga Kristo, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo ametuonyesha tangu mwanzo wa kazi yake hapa duniani, akiwatumia wanafunzi 12 au tunawaita mitume 12. Katika hao wanafunzi 12 ametuonyesha mmoja, Yuda Iskarioti, kutuonya sisi kwamba haya mafundisho aliyoyashika Yuda Iskarioti ndiyo mpinga Kristo. Yuda Iskarioti ni mtumishi, ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni mtume, amehubiri injili, lakini mwisho wa siku anakuwa msaliti, mwisho wa siku anakuwa mpinga Kristo, mwisho wa siku anakuwa mtumishi wa uongo, mchungaji wa uongo, nabii wa uongo, mtume wa uongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya fedha aliyoishika, ambayo hiyo imeenda kusaliti damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo akamtazama akasema, mmoja wenu atanisaliti. Ndivyo uzao wake Yuda Iskarioti unamsaliti Yesu hata leo hii, kwa sababu ya mafundisho ya fedha na mali, majumba na magari. Mpinga Kristo anahubiri fedha makanisani. Ni rahisi tu. Nabii wa uongo ni nani? Mtume wa uongo ni nani? Mchungaji wa uongo ni nani? Tutamjuaje? Ni rahisi sana, wala usipate sababu ya kusema sikumjua. Anahubiri fedha na mali makanisani. Mungu anatuonyesha kupitia Yuda Iskarioti kwamba Yuda Iskarioti anaungana na ibilisi shetani. Maandiko kama yanavyosema, shetani akamwingia, akamtia tamaa, akaenda kwa wapinga Kristo, watumishi wa ibilisi shetani, wakampa fedha.
alafu hiyo fedha akaja nayo mpaka mezani pa Bwana, katika madhabahu ya Bwana. Bwana anahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu Yesu Kristo anahubiri mwili wake na damu yake, ndiyo ondoleo la dhambi, ndiyo injili ya kuhubiriwa. Yeye amefika hapo, ana fedha, akasema mmoja wenu atanisaliti. Kwa sababu gani? Ameshika fedha. Fedha siyo injili yangu. Injili yangu ni hii iliyokuwa mezani pangu. Kuleni mwili wangu, kunyweni damu yangu. Yeyote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Fedha inatoka wapi? Amenisaliti. Siku zote shetani anampinga Yesu Kristo, anapinga injili ya Yesu Kristo kwa njia ya fedha na mali, majumba na magari. Wakati anamjaribu Bwana wetu Yesu Kristo kule jangwani, anasemaje? Nitakupa vyote, nitakupa vyote, dunia yote na fahari yote, vyote nitakupa, lakini ukiniabudu na kunisujudia. Anatoa hongo ya fedha na mali, kwamba ukitaka fedha na mali basi ni lazima uniabudu mimi, na mtu yoyote akitaka kuwa tajiri duniani kwa njia hii, akiniabudu mimi atakuwa tajiri. Na mimi nitamwambia hubiri fedha, hubiri fedha, utapata fedha. Unapohubiri fedha unapata fedha nyingi, unapata utajiri, lakini wakati huo umeisaliti damu ya Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kujua, hata kama ni mchungaji ambaye hukujua kwa nini unafanya hivi, ujue Ibilisi amekuchochea hubiri fedha na mali, kwa sababu wewe unataka fedha na mali. Anakuambia hubiri fedha na mali, utapata fedha na mali, nitakupa zote. Kwa hiyo unapohubiri fedha na mali, majumba na magari, hapo maana yake umeisaliti damu ya Yesu Kristo, mwili wa Yesu Kristo umeusaliti. Sasa injili yako ni fedha na mali. Umekuwa mpinga Kristo, umekuwa nabii wa uongo, mtume wa uongo, mchungaji wa uongo. Na kwa nini unapata fedha ukihubiri fedha na mali? Kwa sababu hao unaowahubiria fedha na mali na wenyewe unawapandia tamaa, wanataka fedha na mali, wanataka kubarikiwa, wanataka kuwa matajiri duniani. Shetani anaingia hadi kwa waumini, hadi hao wanaomtafuta Yesu Kristo, shetani anakuja kuwapandia tamaa ya fedha na mali. Sasa kanisa halihitaji kuhubiriwa damu ya Yesu Kristo tena, wala hawakumbuki tena tuhubiriwe damu ya Yesu Kristo. Wanachowaza wahubiriwe fedha na mali, kwa sababu na wao wanatamani fedha na mali. Kwa hiyo kanisa linakuwa mahubiri yao ni fedha na mali, wamekuwa wasaliti. Ndiyo maana unaona katika makanisa mengi hakuna mtu anayekumbuka kuhubiriwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna. Kwa sababu gani? Wanachotaka kusikia ni fedha na mali. Shetani amekwisha kuingia ndani ya kanisa, waumini na mtumishi wake wote wameingiwa na tamaa ya Ibilisi. Sasa amewaamuru wahubiriane fedha na mali, watapata fedha na mali. Damu ya Yesu Kristo imewekwa pembeni. Mpinga Kristo anaonekana wazi, watu wasiseme kwamba hawajamjua mpinga Kristo. Mpinga Kristo anaonekana wazi hadharani, asiseme mtu siku ya mwisho kwamba sikumjua mpinga Kristo. Huu ni uongo. Anaonekana. Injili ya Yesu Kristo inajulikana, na injili ya shetani Ibilisi kwenye makanisa yake ya mashetani inajulikana. Cha msingi, wewe ukiiona hiyo, ondoka. Angalia hawa watu walioshuhudia Yesu Kristo amefufuka, hawa askari waliowekwa na wao kulilinda kaburi, kwamba wahakikishe kaburi linalindwa mpaka siku ya tatu, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyosema, nitakufa siku ya tatu nitafufuka. Sasa wanalilinda kaburi kuhakikisha, wakatuma askari wao walinde, wakae hapo kwenye mlango wa kaburi. Alfajiri wanakuta Yesu Kristo anafufuka kutoka wafu, wanaona kwa macho yao. Wao ndio mashahidi wakubwa, tena mashahidi kwa upande wa adui, sio mashahidi kwa upande wanaomwamini Yesu Kristo, bali mashahidi kutoka kwa mpinga Kristo kwamba Yesu Kristo amefufuka. Ni afadhali wangesema kwamba hivi, walioshuhudia ni wanafunzi wake, walioshuhudia Yesu Kristo anafufuka ni wao wenyewe, wapinga Kristo. Ibilisi mwenyewe anashuhudia Yesu Kristo anafufuka. Hawa askari wanaenda kwa wakuu wa makuhani,
Watu wanaojifanya ni watu wa dini lakini wanampinga Yesu Kristo, wanaenda kusema wakubwa, amefufuka. Kwa macho yetu tumemuona amefufuka kutoka wafu, kama alivyosema imetokea. Yeye ni Mungu, amefufuka kama alivyosema. Huyu ni mwana wa Mungu kweli, amefufuka. Angalia wakuu wanachokifanya. Hata wanapopewa taarifa na watu wao kwamba huyu mtu ni kweli mwana wa Mungu na ni kweli amefufuka kama alivyosema, yeye ni Mungu mkombozi wa ulimwengu, imetokea, wanawambia hapana, subiri. Wakaenda kuchukua fedha nyingi, Biblia inasema fedha nyingi, wakawapa hawa askari. Shida yenu ni nini? Nyie mnataka maisha, mnachohitaji nyie ni maisha, mnachohitaji nyie kuwa na maisha mazuri kama sisi. Chukueni hizi fedha, alafu nendeni mkawahubirie watu hajafufuka. Kama mnahitaji kuwa matajiri, chukueni hii fedha, na hii fedha mkaende mkawahubirie watu, waambieni hajafufuka. Watu hawaelewi hekima ya Mungu hapa na maanisha nini. Nini sababu ya kuwapa fedha? Kwanza, fedha ina tabia ya kuficha ukweli. Kwa hiyo unapopewa fedha, kwa sababu una tamaa ya kuwa na mali duniani, unaficha ukweli. Yesu Kristo hakufufuka. Kwa hiyo kama hakufufuka, unahubiri fedha na mali. Walimpa Yuda Iskarioti fedha, akafa. Sasa wanawapa askari wao wasiseme Yesu Kristo amefufuka. Kama Yesu Kristo hajafufuka, wanaambiwa wakaseme hajafufuka. Sasa wahubiri injili gani? Wahubiri hiyo fedha. Ndio maana unaona hadi leo watu wanahubiri fedha na mali. Kwa nini? Kwa sababu wamepewa fedha. Kwa hiyo wahubiri fedha, na wao watapata fedha, na watu watafikiria kuhusu fedha, wataenda makanisani, watataka kusikia mafundisho ya fedha na mali, majumba na magari. Wanasahau kwamba Yesu Kristo amefufuka. Nini maana yake? Mtu yoyote anayehubiri fedha na mali anawapofusha watu akili, wasifikiri kwa habari ya Yesu Kristo amefufuka. Kwa sababu gani? Kama Yesu Kristo amefufuka, hii inamaanisha kwamba ni lazima uhubiriwe mwili na damu yake, ndiyo mkombozi. Sasa wamepewa pesa wahubiri fedha na mali, kumaanisha Yesu Kristo hajafufuka. Hii ndiyo maana ya kupewa fedha nyingi, nendeni mkahubiri. Wanaenda kuhubiri nini? Yesu Kristo hajafufuka. Kwa hiyo muitumaini fedha kama sadaka, kama dhaka, kama dhabihu kwa ajili ya wokovu wenu, kwa ajili ya kumcha Mungu. Itumaini hii fedha. Yesu Kristo hakufufuka. Ndio maana hawa wamepewa fedha nyingi. Inasema katika Mathayo 28, wakapewa fedha nyingi, wakasema nendeni mkaseme Yesu Kristo hajafufuka. Kama Yesu Kristo hajafufuka, wategemee nini watu? Wategemee fedha. Kuwa hii ndio sadaka na hii ndio dhabihu, hii ndio fungu la 10 la kumwokoa mtu kutoka dhambi na kuwa mcha Mungu. Wamepotezwa kabisa. Hii ndio mipango ya Ibilisi. Kila mtu anayehubiri fedha na mali ajue anahubiri kusema Yesu Kristo hajafufuka. Hawaelewi wanachokifanya. Shetani amewadanganya. Mtu mmoja nimemsikia anasema shetani ni kijana mdogo, naye anahubiri injili kwenye mtandao, anajifunza. Amesema neno moja zuri sana, anasema hivi: shetani anatumia vitu vidogo vidogo kukuleta katika hatari kubwa. Hatumii vitu vikubwa kwa sababu anajua utamgundua. Kitu chenyewe alichotumia hapa kidogo ni hiki: chukua hizi fedha, kaseme Yesu Kristo hajafufuka. Hizi fedha umenipa kwa ajili gani? Kwanza, rushwa. Anaiuza neema kwamba funika huo ukweli, kaseme uongo. Na kama unataka maisha ya fedha na mali, utajiri, chukua hii fedha. Anapochukua fedha, manake hivi, kahubiri fedha na mali. Ndio mbadala wa mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu kama ukisema amefufuka, wakuu wa makuhani wanaelewa, shetani anaelewa. Kama mtu akisema Yesu Kristo amefufuka, hii inamaanisha wanatakiwa kutegemea mwili na damu ya Yesu Kristo kama sadaka iliyotukomboa kutoka dhambi. Ndio maana shetani anapinga
Yesu Kristo hajafufuka, ili watu wasiitegemee damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Shetani anachukia anaposikia mtu anasema, mtumishi wa Yesu Kristo anasema Yesu Kristo amefufuka kutoka wafu. Hii maana yake kuwa watu wote wamtumaini Yesu Kristo katika mwili na damu yake. Sasa anatoa fedha kwa watu ili kuwafunika wasiseme huu ukweli, wasitangaze kwa watu kusema Yesu Kristo amefufuka. Kwa hiyo ina maana kwamba wasiitegemee mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Wategemee nini sasa? Hubirini hii fedha, ndiyo sadaka, ndiyo dhaka, ndiyo mafungu ya 10 hayo. Ndiyo watu leo wanahubiri hayo makanisani. Sasa shetani amekwisha kuingia mpaka kwa waumini. Waumini sasa wanawaka tamaa. Wanatamani fedha, wanatamani majumba, wanatamani magari, wanatamani maisha mazuri, wanatamani kuwa matajiri. Wote wanatamani kuwa matajiri. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, masikini hataondoshwa katika ulimwengu na tajiri atakuwepo, bali matajiri wawasaidie masikini. Sasa kanisa wamekuwa wapumbavu, wote wanataka kuwa matajiri. Kwa nini? Shetani amekwisha kuingiza tamaa ndani yao. Sasa amekwisha kuweza kuingiza tamaa ndani ya waumini, ndani ya Wakristo. Sasa Wakristo wanachotaka kusikia ni fedha na mali. Wamekwisha kusahaulishwa mwili wa Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo haikumbukwi tena makanisani. Mchungaji akiingia tu utabarikiwa, utapata majumba na magari. Kama unataka fedha, unataka kufanikiwa fedha nyingi, mali nyingi, toa fedha. Kwa hiyo wanahubiri fedha tu. Muumini anataka fedha, mchungaji anataka fedha, shetani amewapa fedha, hubirini fedha mtapata fedha, na ndivyo wanavyokusanya fedha. Wanahisi hiyo ndiyo Injili, wasijue ni mpinga Kristo huyo. Watu wanatakiwa kuwa makini sana. Watu wanatakiwa kuwa makini sana. Kanisa la leo ni nyakati hatari, kama Mtume Paulo anavyosema, ni nyakati hatari. Kwa nini? Watumishi wamekwisha kukengeuka kwa sababu ya tamaa ya fedha. Wamemkubali Ibilisi, wamemkubali shetani. Sasa wanamsujudia shetani pasipo wao wengine hata hawajui. Wanamsujudia shetani. Kwa sababu gani? Hiyo tamaa ya fedha na mahubiri ya fedha ndio kumsujudia shetani. Wanasikiliza roho za mashetani, na makanisa yao yamekuwa makanisa ya mashetani. Kwa sababu gani? Hawahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu shetani adui yake mkubwa ni Kristo. Adui wa Ibilisi shetani ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Sasa makanisa ya mashetani huwezi kusikia mwili na damu ya Yesu Kristo ikitajwa humo. Makanisa ya mashetani utasikia kile alichopewa Yuda ndio kinahubiriwa, kile walichopewa hawa askari ndicho kinachohubiriwa. Kwa hiyo makanisa ya mashetani ukitaka kuyajua ni rahisi. Ni rahisi sana. Angalia kinachohubiriwa, kile ambacho shetani Ibilisi amehaidi kila mtu atakayemwabudu atampa fedha na mali. Yuda akapewa fedha akafa. Askari hawa wanajua ukweli Yesu Kristo amefufuka, wakapewa fedha na mali. Msiseme hilo. Kwa hiyo hubirini fedha na mali. Makanisa ya leo yote yaliyokengeuka sasa ni makanisa ya mashetani. Kwa sababu gani? Wanahubiri injili ya mashetani ambayo shetani ameitoa kwa kila anayetaka kumwabudu ahubiri hiyo fedha. Wanahubiri fedha sasa hivi, alafu wanajiita ni Wakristo. Kwa nini? Kwa sababu shetani hapendi kuona damu ya Yesu Kristo ikitajwa hata mara 2 tu. Na kweli hawahitaji damu ya Yesu Kristo. Mafundisho yao hayawezi kukaa kwenye mwili na damu ya Yesu Kristo. Ni hatari kwao. Mitume walihubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Upendo, imani na upendo. Lakini wao wanahubiri fedha na mali, majumba na magari. Vitu viwili tofauti. Yesu Kristo anawakabidhi mitume, wanafunzi wake, anawakabidhi injili. Anasema nendeni mkahubiri injili ulimwenguni kote. Anawakabidhi mwili wake na damu yake, nendeni mkahubirie. Kwa sababu gani? Huo mwili ndio uliotutakasa na hiyo damu ndio iliyotuosha dhambi. Hii ndio injili tuliyopewa na Mungu.
na huyo ndiyo dhabihu, sadaka iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya ulimwengu wote, Yesu Kristo. Hawahubiri hiyo. Kila siku wanapigana vita wenyewe, wakijitahidi ni kukosoana na kutukanana kati ya mchungaji na mchungaji, vita tupu. Wakirudi wanarudi kwenye baraka, wanarudi kwenye kusema mimi ni mnabii, akina anahubiri fedha na mali. Mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, anahubiri fedha na mali. Wamepotea. Mungu awasaidie siku hadi siku watambue kwamba wametiliwa tamaa ya Yuda Iskariote, kama alivyotiliwa Yuda Iskariote. Shetani akamwingia Yuda Iskariote, akatamani fedha, akachukua fedha, akaiacha damu ya Yesu Kristo, akafa. Leo watumishi wametiliwa tamaa ile ile, shetani amewaingia ndani yao. Sasa wanatamani fedha na mali. Shetani ameingia ndani ya kanisa, waumini amewatilia tamaa ya fedha na mali. Sasa wanataka tu kubarikiwa, hawataki kusikia damu ya Yesu Kristo, inawakela, hawataki. Unapohubiri damu ya Yesu Kristo, watu wanaluka, hawataki kusikiliza, wanapiga miayo tu, wanapiga miayo tu, wanahisi kulala tu usingizi, kwa sababu unahubiri damu ya Yesu Kristo. Shetani hataki kusikia hivyo, kwa hiyo yuko ndani ya watu, anawatia uvivu. Lakini ukisema kesho utapata magari, kesho utapata nyumba, halali mtu, wote wanakuwa makini. Nani? Gari, kesho nitapata mimi gari. Yani wanapenda kudanganywa, hawataki kusikia kwa habari ya uzima wa roho zao. Yesu Kristo anasemaje? Yohana 6 mstari wa 53 anasema, amini amini nawaambie, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima wa milele ndani yenu. 54 anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hii ndiyo injili ya Yesu Kristo imekamilika. Mtu asiseme hamjui mpinga Kristo, mtu asiseme hamjui mwanafunzi wa Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo, mwili na damu yake. Injili ya mpinga Kristo, nabii wa uongo, mtumishi wa uongo, mchungaji wa uongo, ni fedha na mali. Badilika. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.